بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. نعم، بتوفيق يا الله سبحانه وتعالى tunaendelea na somo letu la mustalah, na leo tupo ukurasa nambari 8 wa kitabu chetu, tukiwa kwenye mlango wa kusoma fadhila za elimu ya hadithi, fadhila za elimu ya hadithi na utukufu wa watu wake. Tamam, hakadha anasema Sheikh rahimahullahu ta'ala, fadlu ilmi alhadithi wa sharafu ahlihi. Kwa maana huu ni mlango wa kueleza fadhila za elimu ya hadithi na utukufu wa watu wa hadithi, kwa maana watu wanaojishughulisha na elimu ya hadithi, upande wa elimu zote mbili. Tamam, upande wa ilmu alhadithi riwayatan na upande wa ilmu alhadithi dirayatan. Tamam, hakadha anasema Sheikh, waqad warada, na hakika zimekuja fi fadilati ilmi alhadithi, katika kuelezea ubora wa elimu ya hadithi, wa ahlihi, na watu wa elimu ya hadithi, zimekuja ahadithu kathiratun, zimekuja hadithi nyingi. Wa saadhkuru ashharaha, na hivi punde nitazitaja hadithi zenye kufahamika zaidi. Tamam, kwa maana hivi punde atazitaja hadithi ambazo zinaeleza fadhila za elimu ya hadithi na watu wake. Tamam, hadithi ambazo zinafahamika zaidi kuliko hadithi nyingine. Tamam, hakadha. Na kweli hadithi ambazo zimekuja kueleza ubora wa wanazuoni wa hadithi na elimu ya hadithi ni nyingi mno. Sawa sawa. Hata siku moja mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa amekaa na masahaba zake, akasikika akiomba dua kwa kusema, Allahumma arham khulafai, Allahumma arham khulafai, e Mola wangu mlezi, na kuomba uwarehemu makhalifa wangu. Sawa sawa, na kuomba uwarehemu makhalifa wangu. Faqulna ya Rasulullah, masahaba wakamuuliza, faqulna ya Rasulullah, wa man khulafauka, ewe mtume wa Mwenyezi Mungu, wa man khulafauka, ni kina nani hao makhalifa wako? Akasema mtume sallallahu alaihi wasallam, man ya'tuna min ba'di, ni wale watakaokuja baada yangu, yarawna ahaditha, wakawa wanapokea nini? Hadithi. Sasa yarawna ahaditha, wakawa wanapokea hadithi, wayuallimunaha an-nasa, na wanawafundisha watu hadithi hizo. Hii ni hadithi ambayo pia inaonyesha utukufu mkubwa, kwa maana watu hawa pia mtume sallallahu alaihi wasallam alishawaombea dua. Tamam, hakadha. Lakini pia al-Imam Shafi'i rahimahullahu ta'ala katika maneno yake maarufu akiwazungumzia watu wa hadithi anasema, idha ra'aita rajulan min ashabi alhadith, utakapomuona mtu ambaye ni katika wanawazuoni wa hadithi, fakaannama ra'aita rajulan min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, fakaannama, basi ni kana kwamba wewe ra'aita rajulan, umemuona mtu min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ambaye ni katika masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa zimekuja hadithi nyingi, lakini shekhe hapa ameona azitaje baadhi yake. Tamam, ndo akasema wasaadhkuru ashharaha, na hivi punde nitazitaja zile hadithi zenye kufahamika zaidi katika mlango huu. Tamam, kwa maana katika mlango wa kuelezea fadhila za elimu ya hadithi na watu wa hadithi. Hadithi ya kwanza, عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، imepokelewa kutoka kwa Ibn Mas'ud, anna Rasulullah,
ya kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam qala, amesema aula an-nasi bi yawm al-qiyamah, aula an-nasi bi yawm al-qiyamah, aula an-nasi, watu bora, bi kwangu mimi, yawm al-qiyamah, siku ya kiyama, aktharuhum alayya salatan, ni wale ambao watakuwa ni wenye kuniswalia sana. Hao ndo watakuwa watu bora kwangu mimi siku ya kiyama. Kwa maana Mtume kesho kiyama kuna fungu la watu ambao yeye Mtume sallallahu alaihi wasallam anawazingatia kuwa ni watu bora. Ni kina nani hao? Aktharuhum alayya salatan, wale ambao watakuwa wakiniswalia sana, hao ndo watu bora. Rawahu at-Tirmidhi wa hasanahu, hadithi hii ameipokea al-Imam at-Tirmidhi wa hasanahu, na akayukum kuwa ni hadith hasan. Wa hadhi manqabatun sharifatun, na hii ni daraja kubwa mno. Wa hadhihi manqabatun sharifatun, na hii ni daraja kubwa mno. Takhtassu biruwati al-athar wa nuqlatiha, ambayo imehusishwa na wapokezi wa hadithi. Takhtassu biruwati al-athar, ambayo imehusishwa na wapokezi wa hadithi. Wa nuqlatiha, na waandishi wa hadithi. Liannahu, kwa sababu la yu'rafu li'usabatin min al-ulamai. Tamam. La yu'rafu, halifahamiki, li'usabatin min al-ulama, kundi lolote la wanawazuoni. Usaba maana yake jama'atun. Tamam. Liannahu, kwa sababu la yu'rafu, halifahamiki, li'usabatin min al-ulama, kundi lolote la wanawazuoni, minas salati, katika upande wa kumswalia rasulillah, minas salati ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, katika upande wa kumswalia Mtume, akthara, zaidi, mimma yu'rafu, kuliko linavyofahamika, lihadhihi al-usabati, kundi hili la wanawazuoni wa hadithi. Kwa maana katika makundi ya wanawazuoni, ikiwa tutawaweka kwenye makundi na tukasema kundi gani kati ya makundi haya ambalo linamswalia zaidi Mtume, tutasema nini? Ni kundi la wanawazuoni wa hadithi. Sasa ni kundi la wanawazuoni wa hadithi, kwa sababu wao kwanza, kila wanapoandika hadithi lazima wakimtaja Mtume sallallahu alaihi wasallam wafungamanishe na swala yake. Sawa? Sasa wameandika hadithi ngapi? Na hadithi hizo zimesomwa na watu wangapi? Wao wenyewe wamemswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na waliopokea hadithi zao pia wamemswalia Mtume. Mpaka leo hii zimeswaliwa swala ngapi za Mtume kupitia vitabu vyao? Na wao wenyewe katika kuandika kwao zile hadithi, katika kuwapokeza watu zile hadithi, katika kuzipokea kwa mashekhe zao zile hadithi, walimswalia Mtume mara ngapi? Katika kutwali kwao walimswalia Mtume mara ngapi? Ni mara nyingi. Kwa hiyo katika makundi ya wanawazuoni, kundi ambalo lina zingatiwa kuwa linamswalia zaidi Mtume ni kundi la wanawazuoni wa hadithi. Ndio akasema shekhe hapa, yukhalliduna dhikrahu, hao wanawazuoni wa hadithi, yukhalliduna dhikrahu, wanaubakisha na kuhudumisha utaji wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi turusihim, katika vitabu vyao. Fi turusihim, katika vitabu vyao. Kwenye sahihu al-Bukhari kuna hadithi 1800 na zaidi. Tamam. Hadithi zile mpaka unazisoma wewe mwenyewe, wewe kama wewe, lakini pia unakuja kumsomesha na mwingine, na huyo mwingine pia anakuja kumsomesha mwingine, inakwenda. Ni Mtume atakuwa ameswaliwa mara ngapi? Zaidi na zaidi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo hakuna kundi la wanawazuoni linalozingatiwa kwa linamswalia zaidi Mtume kama kundi la wanawazuoni wa hadithi. Tunasema yukhalliduna dhikrahu fi turusi, wanaubakisha na kuhudumisha utaji wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi turusihim, katika vitabu vyao. Wayusallimuna alayhi, na wanamtolea salamu Mtume, fi mu'dhami al-awqati, katika nyakati nyingi sana. Fi mu'dhami al-awqati, au katika sehemu kubwa nyakati zao. Tamam.
fi mu'dham al-awqati, katika sehemu kubwa nyakati zao, fi majalis mudhakaratihim, katika vikao vya kufanya kwao mutalaa, wa durusi, na katika vikao vya kusomesha kwao. Kwa maana wao wenyewe wakikaa ndani wakitwali, kwenye kutwali kwao wanamswalia Mtume, tamam, lakini pia kutoka pale wakienda kufundisha pia wanamswalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tamam, hakadha. Kwa hiyo ni hadithi ya kwanza ambayo inawahusu mabwana wakubwa hawa. Hadithi ya pili, an ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala, imepokelewa kutoka kwa ibn Mas'ud, Mwenyezi Mungu amridhie, amesema sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nilimsikia Mtume akisema nadhara Allahu mra'an, Mwenyezi Mungu amngarishe mtu ambaye. Hii ni jumlatun duaiyya, duaiyya, imekuja kwa sigha ya madhi, lakini ni jumlatun duaiyya, ni sentensi ya kuomba dua. Nadhara Allahu mra'an, maana yake namuomba Mwenyezi Mungu amngarishe yule mtu ambaye, ndio maana yake, tamam, hakadha. Kwa hiyo nadhara Allahu mra'an, namuomba Mwenyezi Mungu amtie nuru, amngarishe yule mtu ambaye sami'a minna shay'an, atakayesikia kwetu sisi shay'an, chochote kile, faballaghahu kama sami'a, kisha akakifikisha kama alivyokisikia. Farubba muballighin au amin sami'in, farubba muballighin, na huenda yule mwenye kufikisha au akawa ni mwenye kufahamu zaidi, akawa ni mwenye maarifa zaidi, min sami'in, kuliko mwenye kusikia, tamam, kuliko mwenye kusikia. Kwa utaona katika hadithi hii mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amemuombea dua, dua ya kutiwa nuru, dua ya kungarishwa mtu ambaye atasikia hadithi za mtume kisha akazifikisha kwa wengine kama alivyozisikia. Kwa maana wengine wakapata mafunzo ya mtume, wengine wakafahamu miongozo ya mtume, akhlaqi za mtume, sasa mavazi ya mtume, sira ya mtume, tamam, hakadha. Basi mtu huyo ameombewa dua hii na mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu at-Tirmidhi, ameipokea hadithi hiyo al-Imam at-Tirmidhi, waqala, na akasema hasanun sahihun, hiyo ni hadithi hasan sahihun, na ni sahihi, tamam, hakadha. Tukienda mbele huko tutakuja kusoma hii maana ya hasanun sahihun, maana yake ni nini, tamam, hapa si mahala pake. وهكذا خصهم النبي صلى الله عليه وسلم, وهكذا na vile vile خصهم النبي صلى الله عليه وسلم, mtume amewahusisha hao wanawazuoni wa hadithi. وهكذا na vile vile خصهم النبي, mtume amewahusisha hao wanawazuoni wa hadithi, biduain, kwa kuombea dua ambayo lam yushrik, hakumshirikisha, fihi, katika dua hiyo, ahadan, mtu mwingine yoyote, minal ummati, katika umma huu, isipokuwa hao wanawazuoni wa hadithi, tamam, hakadha. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema mtume, yahmilu hadha al-ilma min kulli khalafin au min kulli khalfin, tumia khalfin, yahmilu hadha al-ilma, wataibeba hii elimu, min kulli khalfin, katika kila kizazi, uduluhu, wale waliokuwa waadilifu kwenye kizazi hicho, sawa. Yahmilu hadha al-ilma, wataibeba elimu hii. Na hapa inakusudiwa elimu gani? Inakusudiwa elimu ya dini ambayo ni Qur'ani na hadithi, Qur'ani na nini, na hadithi, tamam, hakadha. Kwa hiyo yahmilu hadha al-ilma, wataibeba elimu hii, elimu ya dini ambayo ni Qur'ani na hadithi, min kulli khalfin, katika kila kizazi, uduluhu, wale watu waliokuwa waadilifu kwenye kizazi hicho, yamfuna anhu tahrifa alghalin, sawa sawa, yamfuna, wataukanusha, watauondosha, anhu, kupitia elimu hiyo, tahrifa alghalin, watauondosha na kuukanusha, tahrifa, upotevu, alghalin, wa wenye kuchupa mipaka, wa intihala almubtilin, intihala maana yake ad-da'watu al-kadhiba, madai ya uongo, tamam, hakadha. Wa intihala almubtilin, na watayakanusha na kuyaondosha madai ya uongo
ya watu wa batil, wa ta'wil aljahilin, na watazikanusha na kuziondosha ta'wili za wajinga. Ta'wili za wajinga ni zile ta'wili ambazo zinapingana na Qur'ani na hadithi, nazo ni ta'wili za Mu'tazila, sio ta'wili za Ash'ariyya. Ash'ariyya sisi ta'wili yetu ni katika upande wa tanzih. Tunatumia ta'wili ili kumtakasa Allah na kumwepusha Allah kufananishwa na viumbe wake. Sawa sawa sawa. Na ta'wili kwetu sisi sio msingi. Ta'wili kwetu sisi sio msingi, ni msingi wa sio msingi wa kwanza na kusudia. Tamam. Ta'wili kwetu sisi Ash'ariyya si msingi wa kwanza, ni msingi wa pili. Tamam. Na tunatumia ta'wili, lengo ni kumtakasa Allah na kumuondosha Allah katika hali ya kufananishwa na viumbe wake. Tamam. Lakini Mu'tazila wao ta'wili zao zinapingana hata na sheria. Kwa sababu gani? Wao wameshika tu laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, lakini pia wakashika lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wakasema vipi? Kwamba Allah hawezi kusifika na sifa yoyote ambayo viumbe wake wanasifika na sifa hiyo. Umeelewa vizuri hapo? Umeelewa vizuri hapo? Kwa maana vipi? Allah amejisifia ndani ya Qur'an kwamba ni sami'un basiru. Mu'tazila wanakataa, wanasema Allah hawezi kuwa ni sami'un na wala hawezi kuwa ni basiru. Kwa sababu gani? Viumbe wake pia nao ni wenye kusikia na ni wenye kuona. Kwa hiyo Allah hawezi kusifika na sifa hiyo. Hasa wewe unapinga hata kitu ambacho Allah pia amejisifia. Kitu ambacho kipo wazi, kitu ambacho nini kipo wazi unakipinga pia. Hiyo ni ta'wili ya aljahilin. Sisi Ash'ariyya tunasema Allah anasikia, lakini kusikia kwake si kama kusikia kwetu. Sisi tunasikia kupitia masikio na Allah anasikia kwa namna ya vile ambavyo nini unaendana na utukufu wake. Sawa sawa. Lakini pia tunasema nini? Tunasema Allah anaona, lakini kuona kwa Allah si kama nini? Si kama kuona kwetu. Sisi tunaona nini? Sisi tunaona kupitia macho na lenzi na mboni, si ndio? Lakini Allah haoni kupitia vitu hivi. Sawa sawa. Tamam. Hakadha na sifa nyingine zote. Lakini Mu'tazila wao kila sifa ambayo Allah amejisifia na sifa hiyo ni sifa miongoni mwa sifa za viumbe wake, wao wanakataa. Sasa huoni kama ni shida hiyo? Hata sifa ya kuonekana pia wanasema Allah hawezi kuonekana kesho. Sababu gani? Sifa ya kuonekana ni sifa ya viumbe. Hiyo ishakuwa shida sasa. Tamam. Kwa hiyo ta'wil aljahilin ni ile ta'wili ya wale wajinga. Na ta'wili inayokusudiwa hapa ni ta'wili ambayo inapingana na Qur'ani na hadithi, ambayo ni miongoni mwa ta'wili za al-Mu'tazila. Tamam. Hakadha rawahu al-Baihaqi. Hadithi hii ameipokea al-Imam al-Baihaqi fi al-Madkhal, kwenye kitabu chake cha al-Madkhal. Al-Imam al-Baihaqi rahimahullahu ta'ala ana kitabu chake kinaitwa al-Madkhal fi ilmi as-sunan. Tamam. Ni kitabu ambacho nini amekitunga katika fani hii ya mustalahul hadith, na ukiingia pale utakuta hadithi nyingi sana anazielezea kuhusu fadhila za elimu na watu wake. Wa dhakara al-Qastalani, na ametaja al-Imam al-Qastalani. Al-Qastalani ni miongoni mwa maimamu wakubwa wa hadith na wanawazuoni wakubwa wa hadith. Sawa sawa. Na ametunga sharh ya Sahih al-Bukhari ambayo inafahamika kwa jina la Irshadu as-Sari bi sharh Sahih al-Bukhari. Tamam. Hakadha anasema wa dhakara al-Qastalani, na ametaja al-Imam al-Qastalani annahu, ya kwamba hadithi hiyo yasiru inakuwa bituruqihi, kwa mujibu wa njia zake nyingi ambazo zimekusanywa, hasanan, inakuwa ni hadithi gani? Hadith hasanan. Tamam. Hakadha. Kwa hiyo hadithi hii ni hadith hasanan. Tamam. Sheikh anasema wa fi hadha alhadithi, na katika hadithi hii bayanu adalati ahli alhadith, kuna ubainifu wa uadilifu wa watu wa hadithi. Kwa maana kupitia hadithi hii kumepatikana dalili ya kuonesha kwamba wanawazuoni wa hadithi ni waadilifu. Kwa sababu gani? Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndiye aliyelisema hilo, yahmilu hadha alilma min kulli khalfin udulu. Tamam. Hakadha tunaendelea. Baada ya hapo
tunaingia katika mlango mwingine wa kusoma taarifu awwaliyatun. Sasa taarifun awwaliyatun kwa maana vitambulishi vya mwanzo, kwa maana vitu ambavyo tunafaa tuvifahamu mwanzo kabla ya kuingia katika nini, katika elimu ya hadithi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo taarifun awwaliyatun akimaanisha hivi ni vitambulizi vya mwanzo, kwa maana vitu ambavyo unatakiwa vifahamu mwanzo kabla ya kuingia katika elimu ya hadithi. Akaanza alhadithu lughatan dhiddu alqadim. Alhadith, tamshi la hadithi, lughatan kilugha, dhiddu alqadim, lina maana ya kinyume cha kilichotangulia. Dhiddu alqadimi ni kinyume cha kilichotangulia, kwa maana panaposema alhadith kwa maana kitu kilichozuka hivi sasa. Sasa kwa hiyo alhadithu, tamshi la hadith, lughatan kilugha, dhiddu alqadimi, ni kinyume ya kile kilichotangulia, kwa maana hadithi ni kitu kilichozuka sasa. Wasilahan, na kisheria, kwa maana na kwa mujibu wa wanawazuoni wa hadithi, tamshi la hadithi maana yake ma udhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kile ambacho kilichoegemezwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, min qawlin, ambacho ni maneno yake, au fi'lin, au kitendo chake, au taqririn, au jambo alilolikubali, au ila sahabi, au kilichoegemezwa kwa sahaba, au tabi'i, au kwa tabi'i. Tamam, hakadha. Hiyo ni taarifu ya tamshi la hadithi ambayo ni muhimu wewe utambue kabla ya kuingia katika fani hii ya hadithi. As-sunnatu, tamshi la sunna, lughatan kilugha, at-tariqatu, ni njia. Tamshi la sunna kilugha ni njia. Wasilahan, na kwa mujibu wa wanazuoni wa ilmu ya hadithi, ma udhifa, tamshi la sunna, ma ni kile ambacho udhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam, ni kile kilichoegemezwa kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, min qawli, ambacho ni maneno yake, au fi'lin, au vitendo vyake, au taqrir, au mambo aliyoyakubali, au ila sahabi, au tabi'i. Tamam. Fahiya ala hadha, fahiya, bas ilo tamshi la as-sunna ala hadha, kwa maana hii ya kiistilahi, muradifatun lilhadithi, ni lenye kufanana kimaana lilhadithi, na tamshi la hadithi, bilmaana almutaqaddimi, kwa ile maana iliyotangulia kule juu ya tamshi la nini, la hadithi. Tamam, hakadha. Kwa hiyo tumesoma tamshi la hadithi, maana yake ni ile ambayo tumeelezwa, lakini pia tukasoma tamshi la sunna na maana yake ni hii tulioelezwa. Sasa tukiangalia tunaona wazi kwamba nini ni matamshi gani, matamshi ambayo kwenye istilahi yana maana moja, Kwa hiyo kumbe panaposema as-sunna kuna kusudiwa nini pia? Hadithi. Sasa na kunaposema al-hadith kuna kusudiwa nini pia? Kuna kusudiwa as-sunna. Tamam. Lakini Sheikh akasema tena waqila, na kukasemwa al-hadithu khasun biqawlihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadithu, tamshi la hadith kwa ile maana yake ya pale juu, khasun biqawlihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Khasun, tamshi la hadithi khasun, limehusishwa biqawlihi, na maneno yake mtume, wa fi'li, na vitendo vyake. Sasa wa sunnatu ammatun, na tamshi la sunna limeenea. Sasa maana tamshi la sunna linaenea vitendo vya mtume na kauli za mtume, lakini pia linaenea nini? Linaenea vitendo na maneno ya maswahaba na vitendo na maneno ya at-tabi'in. Sio umeelewa vizuri hapo? Kwa maana kumesemwa waqila, na kumesemwa alhadithu khasun biqawlihi wa fi'lihi sallallahu alaihi wasallam. Kumesemwa kwamba hadithi kwa ile maana iliyotangulia pale juu imehusishwa na nini? Vitendo vya mtume na maneno yake peke yake. Kwa maana kwenye hadithi vitendo vya maswahaba na maneno yao na vitendo vya tabi'ina na maneno yao hayaingii, akiwa na maana kama alhadithu ma udhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au taqririn faqat, kwamba hadithi lina maana hiyo. Wa sunnatu ammatun, na tamshi la sunna limeenea. Kwa maana vipi? Tamshi la sunna limeenea vitendo vya mtume, kauli za mtume, lakini pia
vitendo vya maswahaba na kauli za maswahaba, lakini pia vitendo vya tabiina na kauli za tabiina. Tamam. Sawa sawa jamani hapo. Kwa hiyo tamshi la alhadith ni akhassu na tamshi la sunna ni a'am. Tamam, hakadha. Akaendelea kusema alkhabar lughatan, na tamshi la khabar lughatan kilugha dhiddu al-insha, ni kinyume cha insha. Alkhabar kwa mujibu wa lugha na kwa mujibu wa wanawazuoni wa balagha ni ma yasihhu an yuqala liqailihi innahu sadiqun au kadhibun. Hiyo ndo khabar. Khabar ma ni yale maneno ambayo yasihhu, kuna swihi, an yuqala liqailihi, kuambiwa yule aliyeyatamka, innahu sadiqun, ya kwamba yeye ni mkweli, au kadhibun, au ni muongo. Hiyo ndio khabar. Na insha kwa mujibu wa wanawazuoni wa lugha na wanawazuoni wa kibalagha ma la yasihhu an yuqala liqailihi innahu sadiqun au kadhib. Ma ni yale maneno ambayo la yasihhu, hakuswihi an yuqala liqailihi, kuambiwa yule aliyetamka innahu sadiqun, kwamba ni mkweli, au kadhib, au ni muongo. Mfano wake jaa Zaidu, Zaidi amekuja. Aliyetamka maneno haya unaweza kumwambia kuwa ni mkweli au muongo baada ya kuona uhalisia wa kile kitendo. Kama kweli Zaidi kaja, utasema ni mkweli. Zaidi ya kuja, utasema ni muongo. Kwa maneno ya jaa Zaidu ni khabari. Ni khabari. Tamam. Na idhrib, piga. Piga, mtu akisema piga, idhrib, piga, huwezi kumwambia kwamba ni mkweli au muongo. Kwa sababu gani? Hiyo ni amri, sio habari. Kwa hiyo hiyo ni insha. Tamam, hakadha. Kwa al-khabar na khabar lughatan kilugha dhiddu al-insha'i, ni kinyume cha insha. Wastilahan, na kwa mujibu wa wanazuoni wa hadithi, qila, kumesemwa muradifun lilhadith, kumesemwa kwamba khabar ni tamshi lenye kufanana kimaana na tamshi gani? La hadith. Tamam. Waqila, na kukasemwa tena, huwa ma jaa an ghairi nabii sallallahu alaihi wasallam. Waqila, na kukasemwa huwa khabari ma ni kile ambacho jaa an ghairi nabii sallallahu alaihi wasallam, kilichokuja kwa asiye kwa mtume. Wal hadithu, na hadithi ma jaa anhu ni kile kilichokuja kutoka kwa mtume. Tamam. Kwa maana kuna waliosema kwamba tamshi la khabar lina maana moja na tamshi la hadithi, na kuna waliosema kwamba hapana, khabari ni ile iliyokuja kwa asiye kwa mtume, kwa maana kwa sahaba na tabi'i. Tamam. Na hadithi ni ile iliyokuja kutoka kwa mtume. Wa min thamma, na hapa sasa qila, kukasemwa liman yashtaghilu bil hadith, qila akaitwa. Tamam. Kwa min thamma, na hapa sasa qila, akaitwa liman, yule ambaye yashtaghilu bil hadith, anajishughulisha na elimu ya hadithi, muhaddithun, akaitwa ni muhaddith. Wa bitawarikh, na yule anajishughulisha na elimu ya tarikh, wa nahwiha, na mfano wa tarikh, kwa maana pengine qasas, ni mtunzi wa qasas. Sawa sawa. Akhbariyun, akaitwa akhbariyun. Tamam. Kwa maana yule mwenye kujishughulisha na elimu ya hadithi, kwa mujibu wa kauli hii. Kauli gani? Kauli ya kusema kwamba wal hadithu ma jaa anhu, akaitwa ni muhaddithun. Sawa sawa. Kwa maana mwenye kuzungumza yale yaliyopokewa kutoka kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bitawarikh, na akaitwa yule mwenye kujishughulisha na tarikh, wa nahwi, na mfano wa tarikh, akhbari, akaitwa mwana habari au mwana historia. Tamam. Sawa. Kwa maana yule ambaye anaeleza au kuandika yale ambayo yalipokelewa kwa asiye kwa mtume. Tamam, hakadha. Waqila, na kukasemwa alhadithu akhassu min alkhabar, kukasemwa kwamba alhadithu, tamshi la hadith, akhassu, halina maana pana, min alkhabari, kuliko tamshi la khabar. Kwa maana tamshi la khabar lina maana pana. Kwa nini? Kwa sababu linakusanya ma jaa anin nabii sallallahu alaihi wasallam wa ma jaa an ghairihi. Tamshi la khabar linakusanya yale yaliyopokelewa kutoka kwa mtume na yaliyopokelewa kwa mtu mwingine, na tamshi la hadithi linakusanya kitu kimoja tu, ma jaa anin nabii sallallahu alaihi wasallam. Sasa hapa
Ni tamshi gani lenye maana pana kati ya matamshi haya mawili? Ni tamshi la khabar. Kwa sababu gani? Kwenye tamshi la khabar vinaingia vitu viwili, ma jaa ani nabii wa ma jaa an ghairi. Tamam. Lakini kwenye alhadith kinaingia kitu kimoja, ma jaa ani nabii sallallahu alaihi wasallam faqat. Ndio akasema waqila, na akasemwa alhadithu akhas, tamshi la hadith halina maana pana min alkhabari kuliko tamshi la khabar. Kwa maana tamshi la hadith akhas na tamshi la khabar ni a'am. Tamam. Hakadha fa kullu hadith, basi kila hadithi khabarun, ni khabar. Kwa sababu gani? Kwa sababu maana ya hadithi inaingia ndani ya tamshi la khabar, wala aksana, wala hakuna kinyume chake. Fa kullu hadithin khabarun, basi kila hadithi ni khabar, wala aksana, hakuna kinyume chake. Sawa sawa. Kwa maana hauwezi kusema pia kwamba kullu khabarin hadithun. Kwa sababu gani? Tamshi la khabari lina maana mbili, kwa hiyo ni pana, na tamshi la hadithi lina maana moja. Kwa hiyo kitu kikubwa au kipana hakiwezi kuingia nini kwenye kitu kidogo. Tamam. Hakadha kama ilivyokuwa kule katika tamshi la sunna. Tamam. Tamshi la sunna pia kule tumeambiwa nini? Ni amma. Tunasema tamshi la sunna linakusanya maana mbili, kile kilichokuja kwa mtume na kwa maswahaba na kwa tabi'i. Lakini tamshi la hadithi tukasemaje? Wakasemaje kule? Khasum biqawlihi wa fi'li, limehusishwa na maneno ya mtume na vitendo vya mtume. Kwa maana tamshi la sunna lina maana pana kuliko nini? Tamshi la hadithi. Na vile vile pia katika nini upande wa tamshi la al-khabar pia lina maana pana kuliko nini? Tamshi la al-hadith. Al-athar lughatan, tamshi la athar kilugha baqiyatu ad-dar wa nahwiha. Baqiyatu ad-dar ni mabaki ya nyumba, kwa maana gofu. Sawa sawa. Al-athar, tamshi la athar lughatan kilugha baqiyatu ad-dar ni mabaki ya nyumba, wa nahwiha, na mfano wa nyumba, akimaanisha gofu. Sawa sawa. Wastilahan, na kisheria, kwa maana kwa mujibu wa wanazuoni wa hadithi, qila, kumesema muradifun lil hadith, kumesema tamshi la athar linafanana kimaana na tamshi la hadithi, kama qala an-Nawawi, kama alivyosema al-Imam an-Nawawi, innal muhaddithina, hakika wanazuoni wa hadithi, yusammuna al-marfu'a wal mawqufa atharan. Tamam. Al-Imam an-Nawawi amesema innal muhaddithina, hakika wanazuoni wa hadithi, yusammuna al-marfu'a, wanaita hadithi marfu. Hadithi marfu ni hadithi iliyoegemezwa kwa mtume. Tamam. Kwa maana hadithi ya maneno yake ni maneno ya mtume. Wal mawqufa, na wanaita pia hadithi mawquf. Hadithi mawquf ni ile hadithi ambayo maneno yake yanaegemezwa kwa sahaba. Tamam. Kwa hiyo innal muhaddithina, hakika wanazuoni wa hadithi, yusammuna al-marfu'a, wanaita hadithi marfu', wal mawqufa, na hadithi mawquf atharan, kuwa ni athar. Tamam. Kwa hiyo kwa mujibu wa kauli hii ya wanazuoni wa hadithi, tamshi la al-athar muradifun lil hadith, litakuwa linafanana kimaana na tamshi la hadithi. Waqila, na kukasemwa huwa ma jaa ani sahaba. Waqila, na kukasemwa huwa tamshi la athar maana yake ma jaa ni kile kilichokuja ani sahabati, kwa kupokelewa kutoka kwa maswahaba. Tamam. Yani akikusudia anna al-athara, kwamba tamshi la athar yutlaqu, linatumiwa ala al-mawqufi, linatumiwa kwa maana ya hadithi mawquf. Tamam. Walaalla wajhahu, na huenda malengo ya kusema hivyo, anna al-athara, kwamba tamshi la athar baqiyatu shay, maana yake ni mabaki ya kitu. Wal khabara, na tamshi la khabar ma yukhbaru bihi, ni kile kinachozungumzwa. Tamam. Falamma kana qawlu sahabi, basi pindi ilipokuwa kauli ya sahaba, baqiyatan, ni mabaki, min qawli al-Mustafa, ni mabaki ya maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa kana aslu al-ikhbari, na ikawa hasili ya nini, ya kutolewa habari, inama, hakika si vinginevyo, huwa anhu, ni kutoka kwa mtume, nasaba, basi kukanasibiana, nasaba, basi kukanasibiana, an yusamma qawlu sahabi, kuitwa kauli ya sahaba, atharan, kuwa ni athar, wa qawlu al-Mustafa, na kuitwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, khabaran, kuwa ni khabar. Tamam. Kwa maana kwa kuwa sahaba yeye ni mwanafunzi wa mtume, na mwanafunzi anaongea kile alichoongea mwalimu wake. Sawa sawa. Basi maneno ya sahaba yakafananishwa kwamba ni mabaki ya maneno ya mtume.
Sawa sawa, kwa maana kile ambacho anakiongea sahaba kina mafungamano na mtume. Sasa maneno ya mtume si ndio asili? Si ndio asili, ndio yakaitwa habari. Sawa sawa, na maneno ya sahaba sitawi, kwa maana yanatokana nini? Yanatokana na yale aliyopokea kutoka mtume, ndio yakaitwa athara, kwa maana baqiyatu aqwali nabii sallallahu alaihi wasallam. Tamam, hakadha. Tumeelewana hapo? Wabihadha dhahara, wabihadha, na kukupitia maelezo haya, wabihadha, na kukupitia maelezo haya, dhahara, kumedhihiri au kumebainika. Tamam, hakadha. Wabihadha, na kukupitia maelezo haya, dhahara, kumedhihiri au kumebainika, anna sunnata, kwamba tamshi la sunna, wal haditha, na tamshi la hadith, wal khabara, na tamshi la khabar, wal athara, na tamshi la athar, alfadhun mutaradifatun lima'nan wahidin. Alfadhun ni matamshi, mutaradifatun yenye kufanana, lima'nan wahidin, kwa kuwa yote yana maana moja. Tamam, hakadha. Wa huwa na hiyo maana moja, ma udhifa, wa huwa ma udhifa, na hiyo maana moja, wa huwa ma udhifa, na hiyo maana moja ni kile ambacho udhifa, kilichoegemezwa. Tamam, wa huwa, na hiyo maana yenyewe, ma udhifa, ni kile kilichoegemezwa, ila nabii sallallahu alaihi wasallam, kwa mtume, min qaulin, ambacho ni maneno yake, au fi'lin, au vitendo vyake, au taqririn, au mambo aliyoyakubali, au sifatin, au sifa, au ila sahabi, au kilichoegemezwa kwa nani? Kwa sahaba, au tabi'i, au kwa tabi'i. Tamam, na hii ndio kauli ya aljumhur. Tamam, na hii ndio kauli ya aljumhur. Sawa, kwa sababu katika muhadithina wapo waliosema kwamba hadithi ma udhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn faqat, wakaishia hapa, hawakusema au ila sahabi au tabi'i. Tamam, lakini kauli ya aljumhur, kauli ya wanawazuoni wengi wa hadithi ni hii. Tamam, hakadha. Wa qara'inu riwayati, na dalili za yale mapokezi, ani rasuli, yaliyopokelewa kutoka kwa mtume, wasahaba, na kwa masahaba, watabi'ina, wa tabi'ina, tuayinu, zinaoanisha, watuhadidu, na zinakusanya. Tamam, tuayinu, zinaoanisha maana kuonesha. Tamam, hakadha. Tuayinu, kauli hizo au dalili hizo. Tamam, tuayinu, dalili hizo zinaonesha, watuhadidu, na zinakusanya, mafhuma hadhihi almustalahat, maana au ufahamu wa haya matamshi kwa upande wa wanazuoni wa hadithi. Tamam, mafhumu jamani hapo? Anakusudia vipi? Anakusudia kwamba katika kwenye hadithi za mtume yamekuja matamshi akisema alaikum bi sunnati, si ndio? Wa sunnati al-khulafa ar-rashidin. Tamam, hakadha. Utaona mtume akasema alaikum bi sunnati. Sawa sawa, alaikum bi sunnati, shikamaneni na sunna zangu. Sasa sunna hizo zinapatikana wapi? Kupitia vitendo vyake na kauli zake. Kwa hii ni dalili kwamba nini? Tamshi la sunna lina maana, yani vitendo vyake na kauli zake. Lakini pia anasema hadithu anni wala haraj, wahadithieni wangu, wahadithieni watu wahadithieni watu anni, kile mnachokipokea kutoka kwangu, wala haraj, na wala hakuna makosa katika hilo. Utaona kwamba katika maneno haya kuna maana ya hadithi. Sasa hicho ambacho kinahadithiwa kutoka mtume nini? Ni maneno yake na vitendo vyake. Tamam, hakadha. Kwa hiyo dalili za mapokezi yaliyopokelewa kutoka kwa mtume na kwa maswahaba na tabiina kupitia maneno yao, tuayinu, dalili hizo zinaonesha, watuhaddid, na zinakusanya, mafhuma hadhihi almustalahati, zinakusanya nini? Maana ya hizi mustalahati. Tamam, hakadha. Kwa maana ya yale mazingatio ya maana za matamshi haya. Tamam, katika upande wa wanawazuoni wa hadithi. Kwa hiyo tunaona kwamba matamshi haya yote maana zake zinafanana. Pakisema alhadith kunafahamika ni as-sunna. Sawa, ukisema as-sunna kunafahamika kuwa ni hadithi. Ukisema al-athar tunafahamu nini? Kuwa ni hadithi. Tamam, sawa. Ukisema al-khabar tunafahamu nini? Kuwa ni hadithi. Tamam, hakadha.
na huu unaweza kuwa ni mtego, unaweza kuwa ni mtego, sawa, unaweza kuwa ni mtego. Baada ya kumfundisha mwanafunzi mlango kama huu, baada ya kumfundisha nini, baada ya kumfundisha mwanafunzi mlango kama, muandikie pale mal khabar, muandikie ubaoni au muulize mal khabar. Sawa sawa, muulize nini, muulize mal khabar, uone atakujibu vipi. Tamam, muandikie mal khabar, uone atakujibu vipi. Kama akujibu kwa maana ya hadithi, akasema ma udhifa ila nabii sallallahu alaihi wasallam min qawlin au fi'lin au takririn au ila sahabi au tabi'i, basi wewe amekuelewa wewe, sawa. Na akikujibu kwa maana ya kilugha ile tuliyosoma katika sehemu iliyopita hapo nyuma, basi uje baada ya kuelewa, sawa sawa. Kwa hiyo katika upande wa maana, tamshi al-sunna, tamshi al-hadith na tamshi al-khabar na al-athar, yote yana maana moja, na hiyo ndio kauli ya al-jumhur. Wa ila huna antahi. Al-kamalu lillah wal ismatu lil anbiya wan naqsu lana wa hadha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-afwa minkum.